بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا وحبيبنا محمدا خير من فسر قوله تعالى بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، meza kuu chini ya sahibul maqam. Anwani tumeisikia wote, ambayo nimepewa kuidadavua katika muda ambao nimeelekezwa. Msingi wa matukio yote katika Uislamu ni vigezo na masharti. Msingi wa matukio yote katika dini yetu ya Uislamu ni vigezo na masharti. Kupatikanwa kwa vigezo na masharti ni kukamilika kwa msingi husika, na kukosewa kwa vigezo na masharti ni kuharibika kwa msingi husika. An-nikah, ndoa. Nini maana ya ndoa? Ma huwa nikah lughatan wa shar'an? Tunaposema neno nikah likiwa na maana ya ndoa, nini kusudio lake katika lugha ya Kiarabu na katika upande wa kisharia? An-nikahu lughatan al-dhammu wal-jam' wat-tadakhul. Ndoa katika lugha ya Kiarabu, al-dhammu wal-jam' maana wahid, ni kukusanya kitu, au tadakhul, au ule muingiliano wa kitu. Katika lugha ya Kiarabu, mmoja na mwenzake wanapokusanyika, basi tunasema an-nikah. Katika upande wa kisharia, yuqalu tanakahatil ashjaru idha dhamma ba'daha ala ba'd. Husemwa kwamba tanakahatil ashjar, miti imeoana, si kwa maana ya ndoa hii ambayo leo hapa itadadavuliwa. Ni kile kitendo cha kukusanyika yenyewe kwa yenyewe, huu ukiwa na huu, huu ukiwa na huu, basi huitwa ni tanakahatil ashjar. Kwa hivyo ndoa katika upande wa kisharia ni ule mkusanyiko wa pamoja kati ya mtu na mtu, au kati ya kitu na kitu. Hii ni maana ya Waarabu. Maana ya watu wa fani wa sharia wa shar'an, na katika upande wa kisharia, ndoa nini maana yake? Hunaka taarif, kuna taarifu nyingi, na tuna kitabu kile cha Al-Hudud ambacho chenyewe ni tasnifu kwa ajili ya taarifi tu, definitions mbalimbali. Na kuna kazi kubwa sana kuipata taarifu ambayo jami'un wa mani',
kama wanavyosema watu wa mantiq, wa min shuruti ta'rif an yakuna jami'an wa mani'an. Katika sharti ya ta'rif, ile ta'rif iwe jami'an, imekusanya vile vitu muarraf vinavyokusudiwa katika definition ya kile kitu kinachoelezwa, wa mani'an min dukhuli ghairi afradi al-muarraf, na iwe inazuia kuingia vitu ambavyo havihusiki katika kitu kile. Sallu ala Muhammad. Kwa hiyo hii nimechukua taarifu moja, yawezekana ikapishana na nyingine ambayo wewe umeisoma, basi na hiyo pia asilimia zake ni sawa na hii ya kwangu na nyingine kadhalika. Wa shar'an, ndoa katika upande wa kisheria, aqdun yatadhammanu ibahatu istimta'i kullu min az-zawjayn 'ala al-akhar 'ala al-wajh al-mashru'. Shar'an, katika sheria, ndoa ni aqdun, ni mkataba, na hawa ni mafundi ambao waloweka hizi taarifa. Aqdun ni mkataba, mkataba ambao unasimamiwa na Mwenyezi Mungu. Sina mawakili, advocate hapa hawaingii. Advocate hapa anayehusika ni yule wakafa billahi wakila. Aqdun yatadhammanu ibahatu istimta'in kullu min az-zawjayn bil akhar 'ala al-wajhi al-mashru'. Ni mkataba ambao unadhamini kustareheshana kati ya mume na mke kwa msingi wa kisharia, kwa msingi wa kisharia. Hiyo ndiyo ndoa ambayo tunayokusudia hapa. Mkataba ambao leo utazungumzwa ni huo ambao unaoarifishwa na sheria. Tuje katika shurut. Tumesema kwamba msingi wowote wa ibada katika Uislamu ni lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Msingi wowote ukiharibika, huo umeharibika na msingi wenyewe. Kwa hiyo katika masharti ya ndoa, kwanza ielewekwe katika kutubul fiqhi, katika vitabu vya kifiqhi, wapo ambao wamezihadidi sharti mustaqilla na wapo ambao wamezihadidi sharti tadakhal fihi al-arkan, sharti na zikaingia ndani yake nguzo. Sasa mimi nitajaribu kuziarifisha au kuzieleza sharti kwa upande wake, kisha nizieleze rukni katika upande wake. Min shuruti nikah, katika masharti ya ndoa, kwanza tunasema adamu wujud الموانع التي تمنع صحة النكاح من الزوجين، خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، kuepukana mume na mke na viziwizi ambavyo vinazuia kusihi ndoa kwao. Katika masharti ya ndoa, sharti ya kwanza, kuepukana mume na mke na vile vizuizi ambavyo vinazuia usihi wa ndoa kwao. Kwa mfano musahara, ukwe. Kwa mfano nasab, uzawa. Kwa mfano ikhtilafu din, kutofautiana dini. Hivi vitu hiya almawani' allati tamna'u sihhata an-nikah baina az-zawjayn, ni vitu ambavyo vinazuia kusihi ndoa kwa mume na mke. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni lazima tuhakikishe kwamba mume na mke hawana vizuizi hivi. Sharti ya pili, ta'yinu kullun min az-zawjayn, kumpambanua kila mmoja kati ya mume na mke. Ni lazima ajulikanwe mume ni nani na mke ni nani, na hivyo watakuja kuvieleza baadaye. Isijulikanwe kwamba sisi tulokaa hapa mke hajui mume wake ni yupi anayetarajia kumuoa, au dada zetu walokaa kule ikawa mume hajui nani katika wale anayetaka kumuoa.
ni kama vile kumuuzia mtu mbuzi kwenye kiloba. Ta'yinu kullun min az-zawjayn bil akhar, kumpambanua kila mmoja kati ya mume na mke kwa mwingine, kila mmoja amjue mwenzake, ni kama sharti ya ndoa. Wa min shuruti nikahi aidan ridha kullu min az-zawjayn bil akhar, ni kuridhia kila mmoja kati ya mume na mke kumridhia mwenzake. Suala la kulazimishana halipo na lina kanuni zake na vipengele vyake vya kisheria, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishawahi kuvunja ndoa za mabinti ambao walilazimishwa na mawali wao, kuonesha kwamba ni lazima ridha kullu min az-zawjayn bil akhar lazima ipatikane. Na ya mwisho, min shuruti nikah an yakuna ala mahr, ni lazima ndoa iwe na mahari. Mpango wa kusolana wa kuchukuana khatta ashwaa, kiholela bila ya muhur, bila ya mahari, ili ni jambo ambalo halikubaliki, mchezo ambao umeingia hivi sasa, na hasa zile lugha zinazotumika kwa mahari waliokubaliana. Ukifuatilia hakuna hata sentano ambayo aliopewa zauja. Kwa hivyo katika min shuruti nikah ayakuna ala mahr, ni lazima mahari ipatikane. Iltamis walau khataman min hadid. Katika arkan, ndoa ina nguzo zake. Ndoa ina nguzo zake na ruknu ina maelezo yake na taarifu yake, lakini muda utoshi na dakika zangu zinakwisha. Katika rukni min arkani nikah ni kwamba sharti ya nguzo ya kwanza ni lazima kupatikana az-zawjani, au wanatumia lugha nyingine kwa kusema al-aqidani. Al-aqidani inarudi kule kwenye taarifu aqdun au aqdun, mkataba. Wapatikane wale wafunga mkataba wawili, al-aqidani, apatikane mume na apatikane mke. Hata kama mume atakuwa khariju daula, nje ya nchi, lakini lazima apatikane na ajulikanwe, na apatikane mke. Kwa hiyo haya ni nguzo ya kwanza katika nguzo za ndoa. Na nguzo ya pili ni kupatikana wali. Kupatikana wali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la nikaha illa biwali, hakuna kusihi ndoa yote isipokuwa kwa kupatikana wali. Nguzo ya tatu katika nguzo za ndoa ni kupatikana ashahidani, mashahidi wawili. Mashahidi wawili. Na hapa pia izingatiwe kwamba walipotajwa mashahidi wawili, una lugha au mchezo ambao umeingia hivi sasa wa kurahisisha mambo, kwamba sisi sote tulokuwa hapa ni mashahidi. Hii lugha hii kwenye fiqh haipo, kwamba sisi sote tulokuwa hapa ni mashahidi. Namba hizi zimetajwa kwa namba maalum, hata Qur'ani imecheza kwa namba maalum. Mungu anajua kwamba waislamu wote wako, lakini amecheza kwa namba maalum, washahidai adlin. Kwa hiyo habari ya kusema sisi sote tulohudhuria hapa ni mashahidi, linapotokea tatizo tunakusanyana vipi? Sasa ni lazima kuwepo watu wawili. Hata katika upande wa wanawake, Mungu anajua kuna wanawake wengi, lakini anapokosekana mashahidi wawili wanamume, kule pia akataja namba. Kwa hiyo ni lazima vigezo hivi vizingatiwe. Tusijifanye sisi ni watu wa kujua sheria kulikoni hawa waliokuandikia. Wametaja kwa namba maalum. Hata orodha ya mawali, tunaweza tukawa kuna orodha ya mawali zaidi ya 10-15, lakini wanakwenda tabaqan an tabaq. Unaweza kusema kwa vile kuna mawali wote hapa, basi wewe kaa chini 10 wote muwezesheni huyu. Lazima atoke wali mmoja. Kwa hivyo kupatikana wali, kupatikana mashahidi wawili, la nikaha illa biwalin wa shahidai adlin, na wapatikane mashahidi wawili waadilifu. Wama kana min kahina ala ghairi dhalika fa huwa batil. Ndoa yote itakayokuwa imekosekana mashahidi wawili, hiyo ni batili. Sasa usilete kiasi kwamba labda watu wamekosekana wako hawa tu.
Tumesikasema alio nikaha bana, tangazeni ndoa. Sasa anaposema tangazeni ndoa na ndoa ifungishwe misikitini, kwa nini akusema umma wote wale wanaweza wakawa ni shuhudu? La mwisho asigha, inasema asigha, au katika milango mingine wanasema alijab wal qabul. Ipatikane ile sigha, tamko lenyewe, nimekuozesha, au kama anavyokwenda kakangu Muharram Mziwada, nimekuozesha, nimekuoza, atakuja nimekuozesha, nimemuoa. Wallahu rasuluhu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.